Airtel brand KPIs haijakuwa ikiongezeka, na kwa hivyo mauzo ya SIM card ikawa ni wa chini ikilinganishwa na bidhaa zingine za Airtel. Basi ikawa muhimu kwa Airtel kuungana na wateja wao wa Tanzania kwa njia ya kipekee ili kuendeleza upendo wao kwa bidhaa za Airtel. Kwenye kipaumbele ikawa mchakato kwa usimamizi wa SIM card ambayo unahusu utabiri wa kina, mipango na usimamizi bora. Kuhakikisha ukuaji katika gross add na pia kuajiri wateja wapya kwenye mtandao. Mabibi na mabwana, asanteni sana kwa kuwa nasi. Wiki hii pengine mnashangazwa ni soko ipi tumetembelea na ni zawadi ipi tuliowaandalia. Wiki hii tumetembelea soko aitwaye Dar. Mada kuu ikiwa ni ufafanuzi wa DSA, faida, mchakato wa DSA na pia mazoezi kwa menu. Basi tukutane na baadhi ya wateja wetu pamoja na wauzaji wa huduma ya Airtel na tusikie maoni yao. Niko kwenye duka la dada Faida. Hivi punde utashangaa kuyasikia mazuri yaliyomtendea dada mwenzetu. Salamu dada, tunaweza tukakutatiza kwa muda? Ndio. Kaka karibu. Hebu nikuulize, vipi mauzo ya bidhaa ya Airtel wiki hii? Napenda kuuza bidhaa za Airtel kama airtime, Airtel Money, data, na sasa napata faida tele kwa mauzo ya SIM card. Mauzo ya SIM card imeongezeka na wateja wanafurahia sana kadi mpya. DSA SIM card imeboresha uagizaji na uuzaji wa SIM card. Unaweza kutueleza nini DSA? Hii ni njia mpya ya kutoa namba za simu kwa wateja wapya na wa zamani kulingana na uchaguzi wa mteja. Hivi sasa Airtel Tanzania hutumia mbinu hizi kabla ya utoaji wa kadi. Hebu tuangalie sifa ya kila mmoja. Kadi ya sasa, wateja wanatakiwa kununua kadi imekamilika na idadi, hivyo kuzuia uhuru wa kuchagua idadi. Hebu basi tuelezee changamoto ya kadi ya kisasa. Changamoto: kuzuia uhuru wa kuchagua namba. Airtel hukosa njia ya kipekee ya kuwasiliana na wateja wao. Na ya mwisho, kushindwa kuwa sambamba na washindani katika soko. Kwa kadi mpya ya DSA, hakuna kuagiza kwa SIM card pamoja na IMSI ama namba. IMSI na namba inaweza tengwa au kupeanwa kwa njia ya kipekee, yani randomly kwa SIM card. Huzingatia matumizi kwa usajili wa kwanza. Ni njia badala ya wateja kujihudumia kwa kutumia mtambo. Faida: na nyinyi kama wanabiashara mna faida tele kutokana na DSA. Faida kama kuongezeka kwa mauzo, kamisheni, kumaanisha taratibu ya kamisheni itatimizwa kama kawaida. Upungufu wa muda
kwa kuagiza bidhaa na usambazaji. Kupunguza gharama ya kuhifadhi hisa na kuboresha huduma na uhusiano na wateja. Hebu tutazame mchakato wa sasa wa mauzo ya kadi. Ukitazama kwa makini, ni njia refu mteja akihitaji kadi. Mteja anahitajika kufuata hatua hizi: kutembelea vituo vya usajili akiwa na kitambulisho chake. Kisha ailipie SIM card yake mpya kwa kuchagua kwa kadi tayari. Asajili KYC kwa kutoa maelezo yake kwa wakala wa usajili. Alafu taswira ya sura yake na ya kitambulisho chake vitachukuliwa, pamoja na sahihi ya kuthibitisha ukweli wa habari iliyochukuliwa kama ni sahihi. Mteja lazima atabonyeza ili idadi isajiliwe kwenye network, yani activation. Kisha stakabadhi zake ya usajili yapeanwe kwa Airtel. Pia hebu tutazame mchakato upya. Hebu pia tuangalie jinsi imeboresha mchakato kwa biashara. Kama kumeboresha ushindani, imeboresha ugavi wa SIM cards, imeimarisha uwekaji wa SIM, na pia michoro na ufungaji imerahisishwa. Hebu tuulize Shukuru, mteja wangu aliyenunua kwangu DSA SIM. Shukuru, hebu tueleze kadi mpya ina faida gani kwa mteja wa Airtel? Faida za DSA kwa mteja: hii kadi mpya inatupa sisi kama wateja fursa ya kufurahia huduma msako. Tuna uwezo wa kuchagua idadi. Wateja wanafanikiwa na huduma bora. Niuzie kadi nyingine, niwaonyeshe jinsi ya kusajili kwa DSA. Angalieni kwa makini utaratibu wa kujisajili.